Karibu kwa mara nyingine mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kiburudani kutokea hapa. Bwana, baada ya taarifa ya jana ya msanii wa Bongo Flava wa miondoko ya mdoara anayetambulika kama Halima, anayetamba na nyimbo yake ya Pembe aliyomshirikisha msanii Chino Kid, kupewa wito wa kwenda Baraza la Sanaa la Taifa BASATA ili kuzungumza kuhusiana na video clips ambazo zinaenea katika mitandao ya kijamii zisizofuata maadili kutokana na lugha ambayo imetumika. Sasa hii leo zina trendi taarifa mpya kuhusiana na sheria kali zilizochukuliwa na baraza hilo kwa msanii Halima ili kuwa kama onyo kwa wasanii wengine ambao wanatumia lugha hizo, na pia akionekana kuto kufuata utaratibu kadhaa ambao unatakiwa msanii kuufuata ili kuingia katika masuala ya sanaa ya nchini Tanzania. Taarifa hiyo inasema hivi: tarehe ni Machi 21 mwaka 2026. Taarifa kwa umma. Kufuatia kusambaa kwa klipu ya video ya muziki isiyozingatia maadili ya Mtanzania, Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limefanya tathmini ya utetezi wa ndugu Halima Haji na limejiridhisha kuwa alitenda makosa ya kimaadili kwa makusudi. Vile imebaini kwamba amekuwa akifanya kazi za sanaa bila kusajiliwa na BASATA na kuwa na kibali hai. Hivyo BASATA imefikia maamuzi kama ifuatavyo kwa kumtaka kutojihusisha na shughuli za sanaa kwa namna yoyote ile kwa muda wa miaka 3 kuanzia tarehe ya uamuzi huo. B, kushusha kipande hicho cha video fupi kutoka kwenye mitandao na majukwaa ya kidigitali mara apokeapo barua hii. C, kulipa faini ya shilingi milioni 3 shillings ndani ya siku 14 kuanzia tarehe ya barua hii kwa kosa la kusambaza video fupi inayohudhurisha lugha ya matusi na lugha yenye kuvunja heshima kwa mwimbaji, msikilizaji na mtazamaji. Imetolewa na Leonidas Tibanga, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Bwana, hiyo ndo taarifa ambayo ina trend sana kwa sasa, ikitoka BASATA ikimfungia na kumtoza faini ya milioni 3 msanii Halima Haji ambaye anatamba na wimbo wake wa Pembe ambao amemshirikisha msanii Chino Kid. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata dondoo za habari mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kiburudani, teknolojia pamoja na kufahamu habari za kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye. Twende kindamba kanambia twende. Kanambia twende we kindamba kanambia twende. Ambia twende kindamba nda kanambia twende. Msakala mende ndiyo mkulu mshika mrengende mapembe mshika kalibusu